Majina naitwa Mkubwa Emmanuel Simon. Vijana kwa leo tutaenda kuzungumzia namna ya zoezi la uchukuaji wa fomu za kuwania udiwani na ubunge mwaka 2025. Kwa hali ya kawaida zoezi hili limeleta taswira kubwa sana kitaifa na kidunia kwa ujumla, kuonyesha kubwa wa vijana kuonesha nia ya kuwa katika safari ya kutaka mabadiliko. Tukiangalia takwimu za sensa ya mwaka 2022 nasema kwamba Tanzania, kwa hiyo tukiangalia kwa sasa vijana wameonekana wana morali na hali ya kutaka mabadiliko, kuonesha hali ya kuonesha kuleta mabadiliko katika kizazi hiki kwa kutaka nafasi za maamuzi kama nafasi ya diwani, nafasi ya uwakilishi wa jimbo, nafasi za viti maalum pamoja na nyadhifa mbalimbali ambazo wanaweza wakatoa maoni yao na uwezo wao wa kuweza kuleta maendeleo katika taifa la Tanzania. Kwa hali ya jumla, zoezi hili la uchukuaji wa fomu za ubunge na udiwani kwa nchi nzima, yani Tanzania hii, imeonekana kuwa mwamko ni mkubwa sana kwa vijana. Wameonekana tukiangalia baadhi ya majimbo kama jimbo la Arusha mjini, jimbo la Geita Msalala, jimbo la Igunga, jimbo la Manonga na baadhi ya majimbo Tanzania yote nzima. Vijana wamejitokeza kwa hali kubwa sana kwa kuonesha nia na hali kubwa ya kutaka kuwa katika safari ya mabadiliko na sio kuwa wasindikizaji. Na hii inaleta taswira kwamba taifa hili linahitaji vijana wenye maono, wenye ndoto kubwa kwa ajili ya kuleta mabadiliko wanayoyataka. Mwalimu Nyerere alisema kwamba vijana ndio jeuri ya chama na vijana ndio jeuri ya nchi. Kuna mtu mmoja anasema vijana, taifa likiangamia, tukipoteza taifa, vijana ndio taifa kubwa. Kwa hiyo tunahitaji vijana ambao wana ndoto, wana shauku ya kuleta mabadiliko katika nchi yao. Hivyo sasa kwa nature ya Tanzania au na siasa za Tanzania, kwa hali hii ya mwaka 2025 tunaenda kushuhudia mabadiliko makubwa kwa kiasi kikubwa. Asilimia kubwa ya vijana ambao watakuwa kwenye nafasi za uwakilishi kama nafasi ya udiwani, nafasi za wabunge, vile vile nafasi za viti maalum kwa nafasi ya wanawake vijana pamoja na wanawake kwa ujumla. Kwa hiyo safari hii katika mwaka huu au katika awamu hii tunaenda kuona vijana wakiwa na nia kubwa, wakiwa na lengo, wakiwa na madhumuni, wakiwa na shauku ya kuleta mabadiliko, lakini wakiweza kabisa kutambua nini mchango wao katika kuwa sehemu ya mabadiliko. Na ndiyo maana kuna mtu mmoja anaitwa Thomas Kibwana, huyu ni mwandishi na mchambuzi wa masuala ya diplomasia. Aliandika chapisho lake moja akisema kwamba mwaka 2025 duniani kote tutaenda kushuhudia kwa mara ya kwanza mwingiliano au hali ya shauku ya vijana kutaka mabadiliko, wakiongozwa kabisa na jemadari wao, mkuu wa nchi na mwenyekiti wa chama na pia mgombea nafasi ya rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameonesha nia ya kuwasaidia vijana kuwa katika sehemu ya mabadiliko na kuwa na chachu ya kuleta mabadiliko katika maeneo yao. Nasema kwamba hakuna mtu atakayekuletea mabadiliko, lakini mabadiliko yanaanza na wewe mwenyewe. Rais wa 35 wa Marekani John F. Kennedy aliwahi kusema kwamba usitegemee taifa likuletee nini, lakini wewe ndio utakiwa taifa uliletee kitu. Hivyo vijana wa Tanzania wameonyesha nia na madhumuni ya kuletea kitu taifa lao la Tanzania. Hivyo napenda kuhitimisha kwa kusema kwamba awamu hii tunaenda kushuhudia mtanange mkubwa na pia tunaenda kushuhudia hali ya ushindani mkubwa utakaoonyeshwa na vijana
katika kuonesha au katika kuleta mabadiliko kati ya wazee wa zamani na fikra za zamani na fikra za sasa, yani maana yake fikra tunduizi. Kwa hiyo tunaenda kushuhudia fikra tunduizi zinaenda kuongeza chachu ya mabadiliko katika taifa letu. Asanteni sana.